Hey! 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 Shamukwale yako pesa bobo. Shamukwale yako pesa bobo. Shamukwale yako pesa bobo. Yeah! Jolo! Zakarini give mama pulu. Ako pesa bobo. Amiga. Apesa kamae. Amiga. Jolo! Ha! How are you? How are you? Who let the dogs out? Who let the pigs out? Hapo mahali pa pig nataka mnipatie. Twende, who let the pigs out? Who let the guys? The guys ni wamadhari. Angalia neba wako namwambia you. Who let the guys out? How are you? Wacha nikwambie, last week nilikuwa nimeenda Germany, nikafika airport ya Germany. Those people, they don't speak English and they don't care. Nikafika pale hapo kwa airport kwa counter, nikasema hello, akanambia zevoshu balaje. Nikamwambia hello, zevoshu balave. Nikamwambia I don't speak German. Akasema your reason is visit here, why? Nikasema I'm a comedian. Akafanya you look funny. You stand and make people they laugh, or you stand and people they look you and they laugh. I stand and I make people they laugh. Open your bag, I shake it. Open your bag, I shake. Sasa in Germany, most of them are vegetarians. Na wako na animal activists. Wanapenda wanyama. Nilifungua bag yangu hivi, the first thing aliona ni samaki. Ha! Akasema, the fish. Where is the water? Akakuja, anaangalia, amini, kuna samaki kwa bag. Anaguza, is dead? Nikamwambia, yes, it's dead. You kill it? Nikamwambia, no, I got it from the water. You remove the fish from the water? Alafu kuna ile place sasa unapita. Nifika place kupita, anasema, came forth. Napita hivi, inalia, ti. What is that? Nikamwambia, I don't know, I think it's my bones. Because I don't have anything. Anashika, what is this? Anashika mfupa wangu. What is this? But that is my bone. Remove it. You know, leo nimekuja hapa na feel ni kama class teacher wenyu aliwaacha akaniambia nikuje niwafundishe juu chache la yuko leo. But me, everybody used to love their class teacher. Si ndio? Mimi nilikuwa napenda mwalimu wetu wa chemistry, Mr. James Okutoi. Mr. James Okutoi alikuwa anatufundisha chemistry na anatumia chemistry kutufundisha lessons in life. Anakuja anasema, good morning class. Good morning class. We are going to learn about chemicals, and just before we talk about chemicals, I will also teach you a lesson about chemicals. You know, boys and cars are like chemicals. Boys and cars are like what? For example, Kisumu boys and Kisumu cars. Let us take, for example, Kisumu boys is KP. Kisumu boys is what? Kisumu boys is KP monoxide. KP what? And Kisumu cars is KG monoxide. KG what? Now if you take Kisumu boys KP and Kisumu cars KG dioxide and you combine them, they will react. They will do what? They will react and they come up with a solid that always makes sound. I'm sure you're aware of that sound. Let's continue with the lesson. But nikitoka Germany, by the way, nitoka Germany straight, sister wangu akanipatia vitu, nikapeleka home. But ladies, let me tell you one thing. I've discovered one thing, that the men in Nairobi don't work. Nowadays, wamekuwa lazy. They don't work at anything, they don't do anything. Hata kwa club, ukienda kwa club hivi, unapata wasichana ndo wanakuanga dance. DJ hisi yuko na ngoma gani danceable. Wasichana ndo wanakuanga, hata DJ kicheza, chiki kibamba sana, wapi nduru wewe. Hautasikia, inakuanga, ni madem. Na madem ndo wanakuanga pale wana dance tu, wako tu, wame dance zao zote. Oh my gosh, hiyo ngoma inabamba. Hiyo ngoma, na chali ako kwa simu. Kwa dance ndo kwa simu wako tu. Hey, you guys, where you at? Me, I'm here with my chile, you guys. I'm here with my chile. Downstairs. Si ukuja. Next to DJ. Wamekataza. Wacha ni kumpesa. Ana mwempesa kwa huyu ni dem na dance. Anamtumia. Na kwanza hata ana namba ya best yake. Ana namba ya best. Pako anaambia dem. Sweets, so she give me this number. Yes, which one?
0722. Yeah. 444. Yes. 619. Huyo ni nani? Ni Johnny. Oh, ako wapi? Ni dem na dansa hapa chini. Na hata huyo Johnny akiingia hivi anaulizanga, "Hey you guy, I can't see you. Where are you at?" Sema, "You guy, I'm here. I can't see you, you guy." Oh, Johnny amuliza, "Where's your chick?" You guy, "She's here. She's down here." Ladies and gentlemen, nikiwa Germany, one of the things after the experience I had, but it was very sad. Nilienda, hiyo show nilikuwa na chapa, kulikuwa na Wakenya, kuna Germans, wana wamemix, na wengine wasikii English, wengine hata waelewi. Nilichapa show for 2 hours. After 2 hours, kuna mzungu amenikujia. Na alikuwa kwa hiyo show, amenikujia akasema, "Excuse me, you are a musician?" Nikamwambia, "I am a comedian." "Oh, I see." But then after that, they kind of street call is if they watch Churchill's show and if they understand sign language, and this is what they have to say. I'm just about to get on one of Germany's busiest streets, and I'm here to ask 2 questions. Number 1, do they watch Churchill's show? And number 2, do they understand sign language? Come with me. Hello. Hello. You know sign language? Yes. No sign language? Yeah. Police? Churchill. Churchill. Yes, Churchill. You know sign language? Yes. Wait. Ruto. Hello. How are you? Fine. You understand sign language? Oh, yes. What is this? Ayeya Pwapwa. What? Ayeya Pwapwa. Are you ready? Put your hands together, show some love, make some noise, scream if you can for the man from Lolongo. Wapi nduru zake, Vene Chepo Keze. Hey, hey, hey. Ngoja. Haya, cheza hiyo muziki haraka haraka. Eriko, acha nikufunze. Okay. Twende kazi wewe. Hiyo ni uchawi. Hizo ni uchawi za Ukambani. Eviko. Tata Eviko. Come kidogo tuongee. Come kidogo. Tata Eviko, wewe ndo tatil. Wewe ndo tatil. Unajua napenda vile Eriko Mondi uperform akistuka. Unajua unaogopa nini boss? Ati sema pena. What ikaekwa hapa chini? Alafu nikarudi. Mimi nakwambia nilikuja hivi nikapiga ball. Tai vikuta saa. Itakuwaje? Bila kwambia nipatie kamera ya nyumbani ndio hii nataka kuongea na watu wa Mlolongo. Watu wa Mlolongo, free maternity ni ya binadamu, wachaneni na ng'ombe please. Nimeenda Mlolongo dispensary, nimepanga line, jamaa anakuja hivi ananitapa ananiongelesha ananiambia, "Mladha nikuulize, pia unapanga line unaenda kuzaa?" Nikumuuliza, "Wewe ni mwanaume unazaa na mwanaume akizaa, wewe unaenda kuzaa pia wewe?" Akaniambia, "Bana, unajua mimi niko na ng'ombe yangu iko hapa nje. Sasa nilikuwa naileta izalishwe haraka." Hiyo ng'ombe usidhalau, nataka izae haraka kwa sababu inaenda shoot ya advert. Umeona hii advert ya ng'ombe zinaongea kwa TV? Hiyo ndio inalipiset wa kamba. After hiyo day nikaenda base. Mlolongo kuna maboy ukaa base. Nikaenda nikamwambia naje maboy manze, kuna vile nataka kuoa. Sasa nilikuwa nataka advice yenu. Wakaniambia chipu nataka kuoa. Kaa chini tuko advice. Hiyo ni emergency buda. Majamaa wakaanza kunipatia advice. Jamaa anaamka ananiambia chipu acha nikwambie kitu moja. Kama unataka kuoa, usio mchana hapa Mlolongo.
Jipatie challenge. Enda Nyeri. Enda Nyeri mladha. Unajua Chivo, ukienda Nyeri haimaanishi ati utakuwa unachapwa daily nzi. Inamaanisha security kwa nyumba yako itakuwa ngalande. Majamana ile kunipatia advice. Jamaa ananiambia ati hata utakuanga unaenda kwa club, unachapwa na mwanaume, unarudi home mbio, unaambia bibi yako ni aje la enforcement. Kuna noma huko. Sasa all that time kidogo kidogo Kimondio akatokea hapo nyuma kama Otero. Hakuja anasema nzi. Unajua siku hizo anajifanya mzungu Nzi. You all got it wrong. You are misleading my brother na siwezi kumbali brother wangu mislindiwe. I mean what are brothers for? Kimondio akaniambia Chivo, acha nikwambie kitu moja. Kuoa Nyeri hiyo ni sabotage. Point number 1, unaona vile wambunge walikombewa na kuna ngulue. Wewe utakuwa compared na kuku. Utakuwa unaingia nyumbani kwako hivi, bibi yako anakuuliza boss, kati yako na hii kuku, nani anapaka kuingia kwa hii nyumba mapema? Na kwa sababu wewe ni kumbabu unasema hii kuku. Hiyo ni point number 2. Point number 2, sasa hiyo unajua ukiulizwa hizo maswali, mai ya ungali iko hapa inachemuka. Bulu. Anakuuliza boss, kati yako na hii kuku, nani anajisikia kuingia kwa hii mai wa kwanza? Hiyo ni suspense brother. Alafu Kimondio ananiambia lakini wacha nikwambie kitu moja brother. Actually hii si advice in by the way. Kama kuna kitu ngumu kufanya kwa ndoa, ni kuambia bibi yako aende aoge. Utaanza aje mtu wangu, lakini tuseme mmoja kimutu kikaamua kitaki kuonga, it's very simple. Niko na solution. Sasa vile utabanya usikazilike, tumia strategy. Unakuwa mromantic. Unaingia nyumbani kwako uko na furaha, alafu unaambia sasa subu baby, sitende kwa mbavu tucheze na maji kidogo. Sasa mkiingia kwa mbavu ukiona anacheza na maji kidogo, ameshacheza na maji, unangeuza sura unamwambia we kumbavu oga. Now Kenyan men, you need to agree with me when I say that Kenyan ladies are more intelligent than sisi. It's a fact. You know, there are some things that ladies do that we can't do. Ni ukweli. You know, ladies know how to keep themselves fresh and new. Yeah? That's why they do weave and wig. Dem anakaa hivi na nywele yake natural, anaona imfurahishi, anatoa, anabandika kiwig ama kiweave. Anakaa hivi na vidole zake anaona si poa, anaweka zingine. Hizi mboto, anaona mboto azimfurahishi. Anaweka zingine. Anakaa hivi anaona hapa tulinda ogutu twake kuna vile tulinda ogutu watuko, anakimbia imenti. Zinaongezwa zinajazia hapa. Unajua kuna wengine ujipaka sabuni unajipaka sabuni alafu unajipaka vibaya. Sasa side moja inakuwa kubwa, nyingine ni ndogo. Unaweza mpata mtu kwa stage amesimama hivi unafikiri anatembea. Anakaa hivi lakini anakaa anatembea. Now, that's not the problem. Normal waga, men complain when ladies who do weave and wig. Men don't complain because they hate them. No, they complain because they are jealous. Unajua nyinyi mademu mnaweza enda kwa duka mnunue weave, mnunue vidole, mbuto, tulinda ogutu. Sisi wanaume hatuwezi enda kwa duka tukanunue 6 pack. Ati jamaa ameenda kwa duka hivi anasema, ni aje buda? Uko na ma 6 pack hapo? Nipatie 2 na bicep moja. Hiyo ni kifua? Hiyo kifua chorea. Wacha nipige gym. Wacha nichape gym mtu wangu. Now, problem ingekuwa unajua wanaume tunapenda kuombana sana Ungepata jamaa ako stage manze, ana stress, anangoja best yake anakuja anamwambia buda ni aje manze. Kesho bana niko na ka interview bana na nataka mtu ako na 15 years of experience. Unaweza niokolea na hiyo kisura yako bana? Itakuaje? Leo dadia yuko, tuko na wasanii wengi sana. Baadaye ile Churchill yuko leo. Tutamsengenya baadaye. Are you ready? Muko tayari? Tuko na wasanii wengi sana, so tuko tukienda hivyo teke. I want us to encourage this guy. He comes here, he's been here. This is the 4th week non-stop. Na alitoka tu from high school juzi na amekuwa kituchekesha hapa. So I want us to tumpatie heroic welcome. Muko tayari? Let's put your hands together, show some love, make some noise for the one and only Sleepy. Haya. DJ
Mr. DJ. No, Mr. DJ. Do you know one thing? Research inasema Kenyan women are the most romantic in the whole world. Donge. And the same research inasema 10% of Kenyan men are romantic. 5% wa hiyo 10% rely on SMS pendo. Hiyo 5% ingine inabaki, 4% wanategemea Google. Sasa 1% ndio natural. Boss, unajaribu kujisukuma kwa hiyo 1%. Rudi huko kwako kwa 90. No, one thing about Kenyan men. One thing neti, hadi machali wa Jamaica wanatushinda kuwa romantic. Kimtu kiko na dread. Angalia any music from Jamaica, enye Jamaica ameimbia madem. Any music. Oh my God. Yeah. Check it wanna smile. The music is romantic. You know, skia. You know you have the keys to my door. Baby come over. Kabla chali wa Kenya kupatia ufungu ya keja. Ufungu ya keja. Hata wananga kabla kuonesha mali ya uficha. Wewe na kupatia ufungu ya keja anabadilisha kufuli. Wewe uko na fungu ya tray zako unapata Kisolex. Do you have any Kenyan song enye mwanaume wa Kenya ameimbia madem? Any romantic Kenyan song? Wala. Leo niko kwa Kenya na stoki hapa. Kwa hivyo ficha tu play. Kwa hivyo ukitaka wala. Kwa hivyo ukitaka si lazima. Stoki hapa. Kwa hivyo ukitaka we kamu. Hao ni mademo watatu wameambiwa we kamu kuja ukiwa namba 2 utapata Solex na uko unafungia track yako. Ona very hao ni machali wa Kenya. But no, unajua now talking to men, kuna kitu inaitwa kurentisha keja. Wanaume wenye wana keja nini. Unajua kuna ule ni mtu wangu, acha nimokole keja. Na hao wenye urentisha keja wanakuanga na makwangu zingine zenye hata hazi make sense. Juu anajua si kwake. So lazima ajaze makwangu. Niaje baby? Unakam tu hapa kwangu niko tu hapa kwangu nimekalia kiti yangu naona hii TV yangu. Iko tu kando ya fridge yangu. Yaani nasikia tu nikiwa kwangu, ukikam na kufungulia hii doa yangu, tutulie tu hapa kwangu. Unajua? Makwangu hazi make sense, but I'm going to tell women for free and all the ladies. Chale kupeleka keja si yake and you want to know kama ni kwake. Muitishe kitu kama, "Hi baby, akisunisaidie kioo." Sasa hapo ndo utaona mwanaume akichanganyikiwa. Umesema kioo? Uko poa. Tana story za kioo. Insist na unataka kioo. Ndio utasikia sasa mwanaume anasema, kuna kiboi kinapenda kuja hapa. Hebu nikidungie. Niaje buda? Fomu ya kioo ni gani? Wazi. Alafu hiyo simu inakatwa. Alafu anakuchocha. Usai kuja hapa kwangu, umesikia Nisiai kuona hapa kwangu, unakuja kunisumbua nini? Alafu wanaume buda. Ushaipatia chali keja ilikuwa toke 6 amekawia mpaka saa 2 na kunanyesha. Unakuja kwa hiyo mlango anakuongelesha kama caretaker. Nini wewe? Si nishalipa maji na stima. Buda unamezeshea. Nini bana chitoe. Nini bana? Piga raundi alafu kama. Raundi mwendajo. Unajua? Alafu kama au ni machali wa Kenya. Mimi nilishikwa rahisi sana. Huyo dem alinishika virahisi sana. Nilikuwa nimelon keja. Alikuja tu poka ananiambia, "Hey baby, kwani uliama Arsenal? Jinaona kila kitu kwa hii keja yako ni Man U. Kwani uliama Arsenal?" Nikachanganyikia nikamwambia, "Mimi upenda tu futa in general. Mimi upenda tu ball." Juu kesho labda ningempeleka keja ya Chelsea, hiyo nyingine Barcelona. By the time mwaka inaisha amecheza season mzima. Amecheza season full. But hiyo ni story ya keja. And talking of that, madem pia naambia sasa wanaume wa Kenya. Dem wa Kenya ni ule mwenye akisema anahamia kwako. Utajipata unaishi na yeye.
utajipata unakane wanajuaga kuwa maki sniper. Mdogo mdogo, mdogo mdogo, mdogo mdogo, mdogo mdogo, mdogo mdogo, mdogo. Bila wewe kunotice alishaama kitambo. Huyo dem let me tell you wanaume, ukiona dem anaweza change viatu kwako, wewe umeolewa boss. Na dem ukipata anaweza change weave kwako, umeolewa na umekaliwa. Umeolewa, wewe uamaga mdogo mdogo. Bila wewe kunotice unacheki gimazejo, udem si alikam. We, huyu si alikam. But wanamanga mostly on Friday. Na hii bag yenye inaitwa Monday to Friday, anakujaga nako ka bag kamejaa. Baby surprise. Na ukiangalia vile hiyo bag inatoshana, umesurpriseiwa ya ukweli. Umesurpriseiwa ya ukweli. Alafu hapo ndiye anakuuliza, you know, and then there's what we call the nini moment. A nini moment is a moment when a lady is explaining something lakini hajui atasema nini. And anajaribu tu kuingiza box. You know, it's called nini. You know, baby nini, you know, I'll be here over the weekend. Monday I have to go to job, nini. And then there is the whatever. And then, you know, there is the weekend weather, nini. And then, you know, there is the other thing, maybe na camp. You know, nini. Akiwe siwa uni understand. Sija ku-understand, umeniforce ni ku-understand. Umeji-understandisha. Asha kujabo na kuambia, nimekamtuna nguo 7 viatu 2 na tops 3. Is that too much? Ana mdogo bila we kunotice, alishaleta vitu, unapataga stima ni yako, bulb ni yake. Beddings ni zake, usingizi ndio yako. Yani in general, hiyo nyumba ni yake, rent ndio yako. Rent ndio yako. Wewe unalipa tu rent pale. Huyo dem alishaama boss. Huyo amekuja hapo kuishi. You know, unajua I'm telling men for free. Let your woman refill gas. If you're married, you have a fiancé, wacha refill your gas. Kwa sababu vile anatumia hiyo gas, hata kuonesha vile mna trend. Si ukosane na yeye. Gas ni yeye alileta, hata itumie atachemusha getheri, akuje ekele maji ya kuoga, achemushe ndoma, akuje ekele jahe, apike chapati alafu mpate kuna baridi, wacha niote gas. Unaota gas. That is so nini Sleepy Day love in Nairobi. All right. But Sleepy ameongea juu ya ball. Sleep unajua one of the hardest things to do but then commentate ball ya madem. It's very easy commentate ball ya Machali. Sema I'll let you the ball, Mariga, oh my gosh, Mugume, it's a goal. It's very easy. Like kama ni madem ni ngumu sana commentate. Imagine madem anacheza, alafu commentator Jackie ana ball. Jackie ametoa ball. Nataka mnipe mayowe, shangwe, vigelegele, nikimleta the one and only Kisumu's Nyanza's finest, wapi makofi nduru zake Paul Oguto. Mama, mama. Oh, Jericho. Mama. Paulo. Mama. Hey, happy now. Abera na parochandaga. Ukiwa mbali mama. Atotina. Igigigigigi na mama. Happy na. Abera na parochandaga. Ukiwa mbali mama. Atotina. Abera. Apo sawa. Hey. Ikibamba sana mapinduru wewe. Asanteni sana. The reason why I'm very happy today is because last week was very hectic. So many things happened. Zingine zilichanga wa Kenya, zingine zikafanya wa Kenya wengine wakamea pembe. I remember I was talking to my house help, nikamwambia we, Nyakara, kuja univulie hizi manguo na bei ya kawaida. Akaniambia, ngoja kwanza. Utanilipia NSSF? Nikamuuliza Nyakara, hizo ni gani unaniletea? Akaniambia, usisituke. Sasa tunapigania NHIF ndio
kazi yao, you know, Nyakara is very informed. Yeye wanga informed to the extent of kama sija watch news, mujua yeye ndiye ananipatia feedback. I remember tulimalizana naye Mabei, akifua kaniona nimezuba kaniambia, "Hey, baba yao. Umechanganyikiwa sana, kwani nywele imechanganyikiwa, ulikuwa na wale wasichana wa Mombasa?" Nikamuuliza wasichana wa gani hao? Wale wa maumbwa. Ati kwa nini? Ati unajua wasichana waliwachiliwa na 100,000 kila mmoja wao. Nikachiuliza, huyo mtu si angewapatia 1,000 wakatengeneza nywele? Maisha ni ngumu. You know, even the when akianza kuosha, sijui kama mliona Mombasa mali huko Homa Bay, waliandika ati stinking socks can now act as a mosquito repellent. Sijui kama mliona kitu kama hiyo. Nyakara alikuwa anifulia socks, akafikia socks akaniambia, wewe inaonekana budget ya mosquito coil uliweka kando. Mosquito coil uliwacha. Maisha yake ni ngumu, sijui to what extent. I know she sings. Yeye uimba, akiimba kama wewe ni mara yako ya kwanza kumpata, unaweza dhani yeye ni stammerer. Lakini ukikaa vizuri kumbe ni introduction ya ngoma. Waka msurubisa Yesu. Ndio maisha. Mpaka siku moja nilimuuliza, Nyakara, kwani wewe uimba nini? Nyakara akaniambia, wewe hata inafaa nikuintroduce kwa kwaya. Nilienda kwa kwaya yao, nikapata kwaya master anajifanya mtu mwenye amesomea muziki sana, mpaka huwachanganyisha na hawashikanishi. Anawaambia, "Asante baba." Ya baba mtoe inaonekana inaharibu yote misemike kweba. Sunaona hiyo Kristiano na tamini miswapa zinagongana. Mpaka imefika mahali anachanganisha ngoma za kisasa, watu wa kwaya waimbe. My city, my town. My city, my town. Wewe Nyaboke, ulisema huko na homa, nataka uimbe line moja tu. Mombasa. Wachana weka Nyamira ndio tuiroko rais. Tuweka hiyo Nyamira ndio tuiroko rais. Mpaka imefika mahali unajua kwaya za huko Kisii, ukikuja kama walikuenda kupresent ya swearing in ya county rep. Sasa venye walifika kwaya master lazima kwanza introduce nini? Introduce kwaya. Akaendea kwa county rep akamwambia, "Your Excellency county rep. Hii kwaya tulianza mbali sana. Sasa wewe usiwaone venye unaona wakiwa wasita. Tulianza tukiwa watu wawili. Mimi na Boniface. Baadaye nyanga wengine ikakuche karemewa na pombe ikatutoka. Mtukufu rais, ukiangalia vizuri tuko na muziki moja lakini zimeshikana sikiwa sawa. Wale waliosoma hapa Kisii wanaita kama orchestra. Ladies and gentlemen, my name is Paul Wakimani Ogutu and I love you all. Yeah, wapi makofi ya Paul Wakimani Ogutu. You know, just before Mutunga, they gave his verdict. Hawkers were already selling photos of His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta on the streets. Kabla hata Mutunga ongee. But hawkers are people who are very creative. Wakikuja na kitu utanunua. Upende, ukiupatia chance, utanunua. Let's have a look at this. Asante sana. Watu wasipe. Haya. Kuna yale amesmile. Ile amesmile hiyo ni 720. Kuna yale amesimama hiyo ni 750 na kuna yale nyingine sasa amepika na Ruto mwenyewe wako ni 750. Na Mutunga akiamua ni Raila. Mutunga akiamua ni Raila, hakuna shida. Simama nikuonyeshe tu kwenye utafanya. Nishikie hii. Nishikie hii. Sasa tuseme na kuuzia hii ya His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Tuseme for example Mutunga akiamua sio Uhuru, amue ni Raila. Ukienda nyumbani utatoa hii part peke yake. Utatoa hiyo part. Hivyo. Alafu ukishatoa hiyo part utaenda nyumbani utoa hii part pole pole. Unaona? Unabaki na Raila. We'll be right back after this break.
Wacha nikauliza maswali. Hi my friends. Which school is this? St. Augustine's Academy. How many guys can play flute here? Okay, now how many guys can play violin? And how many guys can play drums? Hey! And how many guys can play piano? Okay, now I want us to play a nice song. They call me M.I. Abaga, J18 rapper, Jesse Jagger Prata, you can't do me naga. 2009 I was the best rapper. Let me ask somebody, who is a saint, like St. Augustine's? Who is a saint? Miss Ogoma. Hey, she's the saint. Your principal is the saint. Do you know what is Samsung Galaxy S3? Yes! Who can tell me a feature that you can find in Samsung Galaxy S3? Yes, Salome. Opera Mini, a camera, 1.6 GHz processor. Who knows what is a kabambe? It's those phones which cost like 1,000 or something. A phone that costs like 1,000. What do you find inside a kabambe? Contacts. Yeah? Contacts. Only contacts. Keys only. Keys. Only. Oh, the one for pressing. Mulika Mwizi. Who knows what is ugali sosa? The thing you used to eat ugali. Ugali on a saucer. Sauce ya ugali. What is chapati mandondo? Chapati with beans. I don't know, chapati and beans. What is St. John in Kiswahili? Saint Jonah. Saint John. Now, I know you played keyboard and a flute. Which other song do you guys like singing most? Who can do Harlem Shake? So which school is this? St. Augustine's Academy. And which show is this you're watching? Churchill Show. Ni huyu jamaa wetu Churchill. Mumeshangaa ako wapi? Jamaa ako Big Brother. Wapi makofi ya Churchill? Baba yetu. And I hear Leo. You know what happened to Churchill? Let me tell you the truth. Churchill went for Big Brother. Akaselectiwa number 1 kama contestant. Alienda kwanza kama contestant. What are you talking about? These things were happening just the other day. Akafika. Sema South Africa hakuna mtu mweusi kama huyo. Kamera zile za room kwa nyumba hazingemuona. So who was evicted first? Yeah, alijitoa akaenda sasa yeye ndiye atakuwa MC wa the Big Brother opening coming soon. This wonderful weekend. Yes, ni our papa and we are so proud of that. Wapi makofi ya Churchill. Baba yao. Ladies and gentlemen, this guy, he came, he saw what? He conquered the gospel industry. Tunampenda akipanda kwa stage, tunampenda sana. And this year, for the first time, he's been nominated as the Male Artist of the Year Groove Awards 2013. Wapi nduru zake, shangwe zake, Willy Paul. Nikimtafuta mwingine ni kama tezi litafuta wewe. Sio nini
ananipenda mimi. Sioni nikimtafuta. Hey, 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 hey. Niruhusu nikuite mpenzi. Ulisababisha zipitie kitanzi. Hakuna kima na ya kwangu ninipa bure. Ya mpenzi, ya mpenzi. Ya mpenzi, ya mpenzi. Hauko mbali na macho yangu unatuliza mtima wangu hauko mbali na That's what's up. Wapi duru ya Willy Paul tafadhali? Willy Paul. Yeah. We only have 3 questions for you. Number 1. Are you Tanzanian? Hapana. Wewe ni Mkenya. Yeah. Well answered. Number 2. Hajakwambia Mkenya wa wapi huyu mwenye azungumza Kiswahili wapi? Where did you grow up? I grew up huku tu Kenya, Mathare. Mathare. Specify, yeah. Mathare gani? Mathare slums. Kuna Mathare, saizi kuna issue na Mathare. Mathare slums. Mathare slums. Yeah. Okay, very nice, very nice, very nice. Willy Paul. Nasikia nimechoka. Kuna kiti. Anyway, Willy Paul. Yeah. Yeah. You have been nominated for Best Male Artist of the Year, Groove Awards 2013. Yeah. Nataka uangalie kamera kwanza, utuambie namba yako ya home. To vote for me as the Male Artist Groove Awards 2013, kwa SMS unaandika Groove 1F, unatuma kwa 811. Groove 1F 811. Niko categories 3. Categories 3. Song of the Year Sitolia, Collab of the Year Sitolia. And Male Artist of the Year. Yeah. Now the number is? Collab of the Year 12E, Groove 12E unatuma kwa 811. Na Song of the Year 5D unatuma kwa 811. Asante sana. Hiyo ni muhimu sana. Hiyo ni muhimu sana. Where did you come from musically? We've had people say I started singing from church when I was 12 or something like that. Where did you come from? Because just the other day ndio tumeona Willy Paul, and I believe behind every man that you've seen succeed is not a woman, but the God factor there. So where did you come from musically? Sasa mimi nilikuwa napenda muziki tangu nikiwa mchanga so nikiwa class 3 pale hivyo nikaanza kujaribu bahati hivi, but hapo hivyo nilikuwa naeko ni dance malingala kwa hizo vitu za road show. Umeona? Nimeona. Okay, so kufika class 8 hapo nikaanza kuimba, nikakutana na J Blessing. Actually yeye ndiye alinispot, Jibril the director. Huyo hapa. Actually ni babangu. Wapi makofi ya J Blessing tafadhali. So hapo hivyo akanichukua, akanisign. So tangu hiyo time yeye ndiye amekuwa akinisaidia. Willy Paul, najua hao watu wamekaa hapa sana na walikuwa nakungoja umefika. Nataka pengine uangalie kamera. Kuna siku tulikuwa na KICC. Mavijana wakadhaa wakakuja wanafanya mapicha, sio wanapiga mapicha, wanakuomba namba, yani wanakucelebrate. Nataka uambie sasa wale upcoming. Kasirika moja ama mbili hivi. What do they need to do? Stay focused. Hold on to your dream. Ile kitu unaamini Yes. Ishikilie. Bora iwe ni kitu fiti, wewe ishikilie. Usiruhusu mtu akwambie anything, because wengi discourage mtu. Alright. Kama nilikuwa discouraged but sikusikiza. So ndio imenifikisha kule nimefika. Alright. Na maombi kibao. Magoti lazima upige. Muhimu sana. Asante sana. Eric, huyu jamaa unafanana na musician na msee fulani. Nani huyo? Anaitwa nani yule? Anafanana na nani huyu msee? Diamond. Anafanana na nani huyu jamaa? Diamond wa TZ. Are you related na Diamond? Hatuko related. You are related. Hata mziki zenu ziko related. Mamangu alikuwa mfaithful kwa babangu, lakini sijui mimi napenda Diamond. Una like style yake? Hata nikianza kuimba nilikuwa
naimba nyimbo za Diamond na ziblend na blend inakuja naigeuza gospel. Kitu kama so hapo ndio I think watu walianza kunifananisha naye. Cause ka nini Mbagala niligeusha hivi. Busara na upole nikiwa nimeriti kutoka kwa Mungu Baba yoyo. Vyote ya kuvijali akona nalingana kabisa kwa mwanae. Yeah, I see. Wapi makofi tafadhali? Eriko naja tuambia. Hivyo the same way. Okay, so what's the next? The next. Yeah, Willie Paul. The next what? Yeah. The next. What's next about you? What should we expect about you next? Big things musically. Yeah, muziki kubwa kushinda kubwa. Shasema. Yeah. Big things. Wadaguan. Popo. Wapi makofi ya Willie Paul tafadhali? Kijana Mpienga. Utatuimbia Sitolia. Sitolia. Yes. Yeah. Got it. Mfahamu anakupenda sana. Na your salvation yako haitatunda. Mie msela sina hela. Mie msela sina hela. Umekuwa kinihanda, umekuwa kinitesa mimi. Sababu mimi lo-fi, sina hela, mie fukara. Just imagine bado nafsi yangu ni kwako wewe, kokoka kwangu ni kwako wewe, ni kwako, ni kwako, ni kwako, ni kwako wewe, ni kwako, ni kwako, ni kwako oh, Sitolia mimi. Nafahamu upo na mimi Jalali. Yeah, Sitolia mimi. Nafahamu upo na mimi Maulana. Barikiwe sana sana sana. Willie Paul, ladies and gentlemen, asanteni sana. Thank you for your support. Tunashukuru sana. This has been Churchill.